Asante. Wapenzi, kuna mambo yalijivuruga hapa. Online zote mtu kahamia kwenye simu na huku ina imekubali ya kubitu record hivyo kwa namna yote. Asubuhi mambo yalikaa tu vizuri na shangaa kidogo, lakini tuendelee na somo letu leo. Katika somo la awali Sabato iliyopita tuliona kuhusu Mungu kuhusu habari ya Roho Mtakatifu kulingana na Biblia, na tukaangalia pia kuhusiana na waasisi wa imani na akiwemo Ellen G. White. Na leo niliahidi kwamba nitakuja na somo ambalo litaongelea Mungu kutokana na view ya Ellen G. White. Kwa somo linasema Ellen White kuhusu Mungu. Vitaris, ungekata pale kwa nyuma ili unaangalia au ndio mnaangalia hiyo kama inalichukua hiyo kamera, na mmoja tuna record, mmoja tuko live. Tuko tunapitisha macho hapo. Kwa hiyo ningeomba ufuatilie kwa makini kwa ambao uko online ili tuweze kuelewa. Hii taa hizi kuzima. At least au ungewasha taa nyingine. Mimi naumiza macho. Kwa Ellen White kuhusu Mungu. Katika somo hili huenda tusimalize leo sababu ya muda, lakini kuna maandiko ya Ellen G. White ambayo yanaonyesha kana kwamba kuna contradiction ya Biblia pamoja na view yake kuhusu Mungu, hasa eneo la Roho Mtakatifu. Lakini hili somo litaenda kutufungua vizuri sana, na hizo contradiction zitaenda kuisha kwa ambao wanafikiria ziko. Kwangu mimi haziko, kwa sababu nimesoma nikaona anasingiziwa vitu vingi tu ambavyo hajawekwa. Ni kama leo mtu anaposoma maandiko, hasa yale maandiko ambayo yanawataja Baba, Mwana, Roho katika Mathayo 24:19, Wakorinto wa kwanza sura ya 12 mstari wa 4 mpaka wa 6, Wakorinto wa pili 13:14 na mafungu kama hayo mengi. Watu wanaingiza wazo la utatu. Kwa hiyo shida haiko ndani ya maandiko, shida ipo katika mawazo ya mwanadamu. Sasa Ellen White kuhusu Mungu, yeye anasemaje kuhusu Mungu wa kipekee? Msomaji upo? Ipo. Hebu kwanza nipe andiko hili ambalo lipo na la msingi sana, ambao ndio msingi wa imani ya Wakristo, katika Wakorinto wa kwanza 8 mstari wa 6. Nisome. Wakorinto wa kwanza 8:6. Inasemaje? Nasema, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu. Aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake, nasi tunaishi kwake. Yuko na Bwana mmoja, Yesu Kristo. Naam. Ambaye kwake vitu vyote vimekuwapo, na sisi kwa yeye huyo. Asante. Bwana Yesu naye anasemaje? Huyu ni mtume Paulo. Wanasema kwamba Paulo ana hekima, anaongea vitu ambavyo hakuvimaanisha. Mara vitu vingine anasingiziwa. Hapa alikuwa anaongea na Wakorinto, hapa anaongea na Wathesalonike. Kwa njia hiyo tutajikuta tuna waraka wa Tanzania, si ndio? Sasa Marko 12, Yesu akiulizwa jambo la msingi hapo, nisome mstari wa 26 pale. Nasemaje? Na kwa habari ya wafu, hiyo ni ngapi? Marko 12:26. Mstari wa 28 anasema, na mmoja wapo wa waandishi akafika, akawasikia akisemezana naye, akatambua ya kuwa amewajibu vyema, akamuuliza, Mwalimu, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Yesu akajibu akasemaje? Ya kwanza ndiyo hii. Sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni nani? Ni Bwana mmoja. Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Kwa hiyo na Paulo anatuambia kule Mungu mmoja ni nani? Aliye Baba. Ni aliye Baba. Kwa hiyo Yesu alikuwa anaongelea Baba. Hiyo ndio imani yetu kwa kanisa hili la hapa Dawasa na wenzetu ambao wako Tanzania kote na wengine ambao wako duniani kote, kwamba kwetu sisi Mungu ni mmoja tu. Sasa pia tunakubaliana na roho wa Mungu ambao amewavuvia watu wake. Mimi napoongelea roho ya unabii simwongelei Ellen White peke yake. Bwana asifiwe. Amen.
naongelea kitu kikubwa zaidi cha Ellen White. Hebu nisomee kitabu kile cha kinaitwa Ufunuo sura ya 19 mstari wa 10. Nisomee. 19:10 Ufunuo. Inasemaje? Anasema, nami nikaanguka mbele ya miguu yake. Akaanguka mbele ya malaika ili nimsujudie. Ndio. Akaniambia, angalia usifanye hivi. Angalia usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Kumbe malaika pia ni wajoli wetu na ndugu zetu. Ni jambo kubwa. Sasa hapo ndo uangalie malaika wanavyokulinda. Malaika wanakulinda kama ndugu yako na mjoli wako. Endelea na andiko. Msujudie Mungu. Msujudie Mungu. Kwa maana ushuhuda wa Yesu. Kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Ndio roho ya nini? Ya unabii. Kwa malaika anasema tumsujudie nani? Mungu. Si ndio? Alafu anamuongeza na Yesu, maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Sasa ushuhuda wa Yesu ulianza kipindi cha Ellen White? Hapana. Ulikuwepo? Ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Sasa roho ya unabii inatokana na uwezesho wa Roho Mtakatifu. Petro wa kwanza 1 mstari wa 10. Sikia hapo. Manabii nao walimshuhudia Kristo kwa roho. Anasemaje? Katika habari ya wokovu. Katika habari ya wokovu huu manabii walitafuta ndio na kuchunguza ambao walitabiri habari za neema itakayowafikia ninyi. Wakatafuta ni wakati upi na wakati wa namna gani ulionywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao, ambaye alitangulia kuyashuhudia mateso yatakayompata Kristo na utukufu utakaokuwako baada ya hayo. Asante. Kumbe na maana manabii wana ushuhuda wa Yesu Kristo. Wewe wakawaongoza wakatafuta wote wakimshuhudia Kristo. Mata Yesu anasema kwamba Musa aliandika habari zangu. Ile kitabu cha Yohana 5 mstari wa 46 na 47. Musa aliandika habari zangu. Kuna maana kilele cha mafundisho ya Biblia, kilele cha manabii ni Kristo Yesu. Haleluya. Ndio maana tunamkataa Muhammad kwa sababu hayupo katika roho ya nini? Ya unabii. Maana roho ya nabii utii nini? Manabii. Sasa Muhammad amekuja kadai unabii lakini anampinga nani? Kristo. Anasema Yesu si mwana wa nani? Wa Mungu. Sasa tuje kwa Ellen White, na maandiko yanatuambia katika 8:9 kitabu kile cha Warumi, mtu asipokuwa na roho wa Kristo huyo si wake. Kwa maana roho wa Kristo na sisi tuko na sasa tuambia atatupa roho wake. Ndio. Kwa maana sisi tukimshuhudia tuna roho ya nini? Ya Kristo. Roho ya unabii? Ya unabii. Haleluya. Wale walimshuhudia kwa mbele, sisi tunamshuhudia kwa nyuma, kwamba alishakuja akatundikwa msalabani kwa ajili yetu, na wale walisema kwamba atakuja atatundikwa. Sawa sawa sisi pia tuna roho ya unabii. Kwa hiyo mtu yote akienda kinyume cha manabii katika ukweli wa maandiko ana roho ya nani? Ya unabii. Lakini tuweke angalizo, kuwa na roho ya unabii kila mtu atakuwa nayo kama Mkristo katika Kristo, lakini pia kuna watu special ambao Mungu anafanyaje? Anawaita kwa maana ya kuunda mission. Bwana asifiwe. Amen. Si walikuwepo Wakristo wengi? Lakini Mungu akamtumia nani? Paulo. Akamchagua akasema huyu ni chombo changu kiteule. Kwa maana kuna wengine tuko wa Kristo ila kuna wateule kwa ajili ya jukumu fulani ama kazi maalum ambayo Mungu anaitoa au anaifanya kwa wakati huo. Kwa hiyo katika historia ya kanisa la Waadventista wa Sabato kuna kipawa kiliinuka, Mungu akamteua mjumbe huyu Ellen White, na si peke yake na wengineo, lakini chake kwa kimeonekana juu kwa ajili ya kuliimarisha ama kulijenga kanisa la Mungu. Bwana asifiwe. Sasa pia tunauliza na kukagua, je, huyu mtu kulingana na Biblia naye alisemaje kuhusu Mungu? Sasa naomba mnipe masikio yenu vizuri. Kwanza kuna kitu kinaitwa pillar of our faith, the personality of God or of Christ. Pillar of God or pillar of our faith, yani nguzo ya imani yetu. Sasa nasema those who seek to remove the old landmarks are not holding fast. They are not remembering how they have received and heard. Those who try to bring in theories that would remove the pillars of our faith concerning the sanctuary or concerning the personality of God or of Christ are working as blind men. They are seeking to bring in. Sasa ukiangalia hii hebu tunatrade kwa sababu hapa tunaangalia Waswahili, sio kuona wale wanaotafuta kuondoa alama za kale za msingi hawasimami imara. Hawakumbuki jinsi walivyopokea na kusikia,
wale wanaojaribu kuleta nadharia ambazo zingeondoa nguzo za imani yetu kuhusu nini? Patakatifu. Juzi Mensod alituhabarisha, akatukumbusha tusema nini patakatifu Maana ukisoma patakatifu ndio utamuona Mungu wa nini? Kweli. Ndio utaona njia ya Kristo na utajua kwamba tumebakisha wakati gani. Ndio maana kuna mkesha lazima uje, tuna mwalimu hapa kutufundisha ambaye anajua mambo ya nyakati. Kuna kizazi kinaitwa cha ni Asheri ndio kwa kinajua mambo ya nini? Ni Naftali wa Asheri. Wale kwa wanajua zama nyakati. Isakari Kwa hiyo kuna wana wa Isakari umndani. Ndeni niwaambie jiji la Jerusalem lina majina, milango yake ina majina 12 ya makabila 12 ya Israeli na misingi ni mitume. Lazima tuwazingatie. Kwa hiyo wale wazee 12 wa Israeli ndio wanaunda kanisa la nani? La Mungu. Na misingi, yani mafundisho ni ya mitume. Kwa hiyo mtu kama una mafundisho ya mitume na unawapinga wale wazee wa kale, basi wewe huwezi kupita katika lango. Kwa hiyo ina maana hapa hakuna lango la Mchaga, hakuna lango la Mwaya au Mzanaki. Kuna lango la Benjamin, Yuda. Kwa hiyo humu kuna makabila. Bwana asifiwe. Humu kuna Wayuda, kuna Waefraim, kuna Benjamin. Tabia ziko mle ndani. Lakini Dani hata kuwepo na Efraim. Maana Efraim alishikamana na ibada ya sanamu na Dani alikuwa ni nyoka au mai visigino. Sasa tuendelee. Kuhusu pia wale wanaojaribu kuleta nadharia ambazo zingeondoa nguzo za imani yetu kuhusu patakatifu au kuhusu utu au nafsi ya Mungu au utu wa nani? Wa Kristo. Wanafanya kazi kama vipofu, wanatafuta kuleta mashaka na kuacha watu wa Mungu wakielea bila nini jamani? Nanga. Hivi meli kikosa nanga inakuwaje? Na maana inachukuliwa na upepo kila nasha panda meli hapa. Najua haya yameshavuka na maji. Na mkapinduka na nzibu koba. Bwana asifiwe. Amen. Na kuna ushuhuda mtu mmoja anaitwa Cosmas Magakale, namkumbuka Kanyelele. Baadaye akaja kuwa Adventista, anasema ni mission moja yake ya kichawi ya kuangusha nini? Ile mimi sasa tutaki kuchimba sana. Tuamini hivyo na kuwa na wainda wainjilisti wa Adventista ambao uko nao ambao wamewasumbua sana wachawi. Bwana asifiwe. Sasa kwa hiyo ukiwa una nanga na maana unakuwa unapelekwa. Na maana leo ukiangalia Wakristo tuna nanga, Mungu wa Kristo hajulikani. Waislamu wakiongelea Mungu wanajua na Mungu wa huyu mmoja. Wayahudi hivyo hivyo. Lakini Wakristo wakiwaambia mara Yesu na Mungu Baba, mara sijui ni nafsi ngapi, yani hatuna nanga ambayo tunaelea. Sasa sikia Ernest anasemaje kuhusu Mungu? Anasema the Lord Jesus Christ. Hapa amesema kwamba tuangalie nafsi ya Mungu na nani? Na Kristo Cha kwanza tuzingatie Mungu na nani? Na Yesu. Simoni mambo mtu mwenye utatu ambao anaofahamu utatu, si atasema tayari kuna mashaka hapa. Ndio maana Mkatoliki aliyeshiba hawezi kukubali hichi kitu. Ndio maana mwaka 1957 wale wa Protestanti na Wakatoliki walivyotuma wajumbe kuchunguza kanisa la Sabato, walivyosoma Ellen White wakasema huyu mtu hakuamini utatu. Maana kwao ukisema Mungu yuko Baba, Mwana nani? Na Roho. Lakini anasema kuna Mungu na Kristo. Tayari hapo ushamtoa kwenye utatu. Sema the Lord Jesus Christ, the only begotten Son of the Father, is truly God in infinity but not in personality. Kwa Kiswahili hapo. Bwana Yesu Kristo mwana wa pekee wa Baba kwa kweli ni Mungu katika milele au ukomo usio na mwisho, lakini si katika nini? Utu, nafsi. Hapo kuna siri iko hapo. Maana utatu unasema Yesu ni Mungu katika nafsi. Ndio maana wanasema kuna Baba ni Mungu, Mwana ni Mungu, Roho ni Mungu, lakini hatuna Mungu watatu na Mungu huyu. Lakini ukishaweka kwamba Yesu si Mungu katika nafsi, hapo tayari unatengeneza Mungu huyu mmoja aliye Baba. Bwana asifiwe. Sasa kuna siri ambayo wetu wako wanaona cha tofauti. Lakini point tuchukue hapa. Anaanza the Lord Jesus Christ is the only begotten Son of the Father. Mwana wa nini? Wa Baba. Hebu nipe andiko hili. Waraka wa pili wa Yohana 1 mstari ule wa 3. Kimbia. Anasemaje? Neema na rehema na amani zitokazo kwa Mungu Baba, rehema na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Yesu Kristo mwana wa Baba, na kwa Yesu Kristo mwana wa nani? Wa Baba. Mwana wa Baba. Kwa maana anaelewa kabisa huyu mtumishi kwamba Yesu ni the only begotten Son of the Father, yani mwana mzaliwa pekee wa Baba. Hapo anasema kweli ni Mungu katika asili yake, in true God in infinity, kwamba ni Mungu asiyekuwa na ukomo. Lakini si katika nini? Katika personality. Kwa katika personality Yesu ni mwana wa nani? Baba. Katika asili yake utapata uungu wake. Ni kama leo Hawa alito Adam kwa sababu ya gani? Ya asili kutoka kwa Adam.
Maana wote wakaitwa Adam, lakini yupo Adam wa pekee. Sasa tuje katika vision, katika hiyo nukuu tunaona Yesu anamwita Yesu nani? Lord, Bwana, si ndio? Pili, is the only begotten son of the Father. Afasema not God in personality. Not God in personality. Mimi wakati najifunza masuala ya uungu, hata kabla sijafikia hizi nukuu, hichi kitu niliweza kukifumbua tu kwa Roho Mtakatifu. Nikaelewa kama Yesu ni Mungu kwa asili, basi si katika nafsi. Na nikatumia mfano wa Adam, ingawa nilipata upinzani, ingawa nilikuwa nasema hivyo nilikuwa sina uthibitisho mpana, lakini baadaye nikapata uthibitisho. Katika Review and Herald ya June 1 mwaka 1905, Ellen anasema kwamba Christ is one with the Father, but Christ and God are two distinct personages. Simwana kitu je? Kwamba Kristo ni umoja na nani? Na Baba. Lakini Kristo na Mungu ni nafsi mbili tofauti. Sasa watu wanasema ili Mungu ana nafsi ngapi? Mbili. Sasa huyu anasema Mungu na Kristo ni nafsi mbili tofauti. Wapo katika umoja, si katika Mungu mmoja. Haya ni mambo mawili tofauti. Sasa sikia hapa. Anasema hivi, kupitia Yesu Kristo, Mungu si manukato. Sio kitu kisicho na umbo la kushikika. Lakini Mungu sama iko nimekosea kuandika tafsiri, lakini Mungu mwenye nafsi, hapo utakiwa UM, alimuumba mwanadamu na akampa akili na nini? Na nguvu. Kwa Mungu si kitu ambacho wakionekane akishikiki. Bwana asifiwe. Hiyo ndio vision ya wao wa sisi. Je, Biblia inakubaliana na hicho? Ndio. Kama Mungu anaonekana, anashikika, ni literal, ni tangible. Sasa katika fundisho la utatu, Mungu ni msambaratiko. Yaani Mungu ana kiwiliwili. Ana nini? Kiwiliwili. Yupo tu ambao sijui ni jim, ni intangible. Lakini maandiko, Mtume Paulo anatuambia kuna miili ya nyama na miili ya nini? Ya mbinguni, miili ya roho. Hebu tusome tu maandiko haya. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 45. Soma. 15:45. Anasema, inasemaje? Ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu alikuwa nafsi iliyo hai. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuisha. Adamu wa mwisho ni roho ya nini? Yenye kuisha. Kwa Yesu akiwa roho anakuwa hewa. Ndio andiko anasema lakini hautangulii ule wa roho, ndio, bali ule wa asili, baadaye huja ule wa roho. Mtu wa kwanza atoka katika nchi, ni wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni. Ndio. Kama ilivyo yeye wa udongo, ndivyo walivyo walio wa udongo, na kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo walivyo wa mbinguni. Kwa Yesu ni wa mbinguni, si ndio? Ndio. Na alivyofufuka alikuwa na mwili wa nyama na damu na mifupa. Alikuwa na mwili wa mbinguni. Sasa walimshika wakampapasa, si ndio? Na akawaambia roho ina nini? Mwili wala nini? Mifupa. Alikuwa anaongelea mwili wa damu na nini? Udongo. Lakini roho kuna miili ya kiroho. Endelea na andiko. Anasema na kama tulivyoichukua sura yake, ndio, yule wa udongo, ndio, kadhalika tutaichukua sura yake yeye yule aliye wa mbinguni. Ndugu zangu, nisemavyo haya, ya kuwa nyama na damu haziwezi kurithi ufalme wa Mungu, wala uharibifu kurithi kutokuharibika. Ndio. Angalieni, namwambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia, na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Asante. Kwa maana tutafufuliwa tukiwa na miili ambayo ni ya kimbingu, na Mungu pia na Kristo naye ana mwili wa utukufu. Sasa tuendelee na summary yetu. Anasema tena Ellen G. White hapa. Kuna Ellen G. White Testimony for the Church volume 8 page 268. Anasema hivi, the scriptures clearly indicate the relation between God and Christ, and they bring to view as clearly the personality and individuality of each. Quoted, amekoti Waebrania 1 mstari wa 1 mpaka 5. God is the father of Christ. Christ is the son of God. To Christ has been given
unexalted position. He has been made equal with the Father. All the counsel of God are opened to his Son. Hii andiko mimi ndo niliniotoa katika utatu. Ndivyo soma ile andiko. Nikasema kumbe kuna kitu hapa. Sasa chukua kitu hapa, anasema kwamba ni kwamba tafsiri ya kimaandiko inaonyesha wazi uhusiano uliopo kati ya Mungu na nani? Na Kristo. Yanaweka wazi pia utu na nafsi ya kila mmoja wao. Nafsi ziko tofauti. Anasema tena Mungu ni baba wa nani? Wa Kristo. Kristo ni mwana wa nani? Wa Mungu. Hivi hapa kuna utatu jamani? Na utatu. Hii ndivyo. Sasa wanamsingiza tofauti. Kwa hiyo Kristo ni mwana wa Mungu. Hiyo ndiyo Biblia inafundisha. Kristo amepewa nafasi ya juu sana. Hivi mkiwa iko endiko itana. Hivi kuna mmoja tena anatoa nafasi? Zikani? Maana wote mko nini? Sawa, mnatoshana. Kwa maana kama Kristo amepewa nafasi ya juu, ametukuzwa na Mungu, na maana kuna mmoja ambaye ni mkuu sana. Amefanywa kuwa sawa na nani? Na Baba. Kafanywa kuwa sawa na Baba. Maana na kufanywa kuwa sawa na Baba kwa definition ya Biblia inasema hivi, 5:18 kitabu kile cha Yohana. Mashauri yote ya Mungu yamefunuliwa kwa nani? Kwa mwana wake. Kwa maana Mungu ana mashauri. Mungu ni Baba, anamfunulia nani? Mwanawe, anampa mashauri. Na maana kuna Mungu na mwana anayepewa nini? Mashauri. Soma andiko hilo. Tunajue kwamba kufanywa kuwa sawa na Mungu na maana gani? Basi kwa sababu hiyo ndio Wayahudi walizidi kutaka kumua. Kwa sababu kwa kuwa hakuivunja sabato tu, bali pamoja na hayo alimuita Mungu baba yake, akajifanya sawa na Mungu. Kumbe kuwa sawa na Mungu ni Yesu kumuita Mungu ni nani? Baba yake. Kwa hiyo Mungu kumzaa Kristo amemfanya kuwa sawa na Mungu naye. Hiyo ndio iko hivyo. Kama kale kijana kangu kale ka Jones, mimi niko sawa nako kwa maana ya nini? Ya asili nimemzaa. Ile katika nafsi mimi ni nani? Baba. Mimi ni baba na nitakuwa baba milele. Ndio maana waasisi wetu walitambua katika ile misingi, ile fundamental principle. Walisema kuna Mungu baba wa milele. Alafu kuna mwana wa Mungu wa milele. Yaani kwamba hakuna wakati ajawa mwana. Sasa leo utatu wengine wanafundisha kwamba kuna wakati alikuwa nini? Mwana. Sasa hao kina wengine ambao wanatunga mafundisho ambao hayana msingi. Sasa sikia kigongo hii nukuu. Ellen G. White Bible Commentary volume 5 page ya 1129. Anasema hivi, the man Christ Jesus was not the Lord God Almighty, yet Christ and the Father are one. Muona pontio? Anasema kwamba the man Christ Jesus was not the Lord God Almighty. Hakuwa Mungu, Bwana Mungu Mwenyezi. Hakuwa Bwana Mungu Mwenyezi. Na Yesu, na maandiko yanasemaje? Kitabu kile cha Luka sura ya 22 mstari wa 69, msomaji. Luka 22 mstari wa 22:69. Luka anasemaje? Anasema, lakini tangu sasa mwana wa Adamu atakuwa ameketi upande wa kuume wa Mungu Mwenyezi. Kwa hiyo burudi tena. Anasema tangu sasa, lakini tangu sasa mwana wa Adamu atakuwa ameketi upande wa kuume wa Mungu Mwenyezi. Kwa hiyo maana Yesu anakaa upande wa kuume wa Mungu Mwenyezi. Wa Mungu Mwenyezi. Jamani, tuko pamoja? Kama tuko pamoja wewe niambie, nisije nikakuacha njiani. Haya. Kumbe kwa andiko la Luka 22:69 Yesu akijisemea. Na maana kama anakaa upande wa kuume wa Mungu Mwenyezi, yeye ndo Mungu Mwenyezi? Hapana. Na maana kuna Mungu Mwenyezi na yeye. Sasa kuna andiko pia linasemekana kwamba linaongelea Yesu ni Mungu Mwenyezi. Tulivunje tu andiko. Kitabu kile cha Ufunuo Yohana 1 mstari wa 8. Maana kuna niliona sehemu wana hii nukuu inachukuliwa na Jumapili wakisema Ellen White ni mpinga Kristo. Sababu Biblia inasema kuna Mungu, Yesu ni Mungu Mwenyezi. Yeye anasema Yesu si Mungu
mwenyezi. Soma andiko hilo. Andiko linatumika. Mimi ni Alfa na Omega. Mimi ni Alfa na Omega. Mwanzo na mwisho. Mwanzo na mwisho. Asema Bwana Mungu. Asema Bwana Mungu. Aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja mwenyezi. Mwenyezi. Tuko pamoja? Sasa hili andiko linajumlishiwa na ule mstari wa 17. Soma. Hapo chini. Anasema ndio. Nami nalipomwona nalianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu. Akasemaje? Usiogope. Mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Na aliye hai. Tulia. Sasa ukichukua ile andiko ukarejea ile mstari wa 8, isionekane Yesu ni wa kwanza na nini? Na wa mwisho. Sasa lile andiko tu 1:8 ukilisoma kwa makini kabisa, kwa utulivu, utaelewa si Yesu. Kwamba inasema mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na nini? Na mwisho. Asema Bwana Mungu Mwenyezi aliyekuwako na aliyoko nataka nini? Kwa maana Bwana Mungu Mwenyezi ndo amesema Yesu ni nani? Alfa na Omega. Sasa ukirejea huyo aliyoko na aliyekuwako atakayekuja, sema unaona masawa, anayekuja ni nani? Sasa rudi mstari wa 4 sasa pale juu. Hapo unajua Biblia ukikimbia na kuchonga, lakini ukikaa hapo inakutibu vizuri. Soma. Yohana. Ndio. Kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia. Yohana kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia. Neema na iwe kwenu na amani. Ndio. Zitokazo kwake yeye. Neema na amani zitokaze kwake yeye. Aliyeko na aliyekuwako. Na atakayekuja. Na atakaye nani? Atakayekuja. Endelea na andiko. Na zitokazo kwa roho 7 walioko mbele ya kiti chake cha enzi. Ndio. Tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza waliokufa, na mkuu wa wafalme wa dunia. Asante. Hizo neema na amani zitoka wapi? Wa kwanza? Kwa aliyeko na atakayekuja. Kwa aliyeko na aliyekuwako atakayefanyaje? Alafu ndio, alafu simona Biblia isha kujibu tayari. Andiko hilo lo moja, tuko pamoja. Sasa mtu anang'ang'ania hapo tu. Kwa hiyo pointi iko bayana kwamba andiko linaongelea kwamba Yesu si Mungu Mwenyezi. Kwa hiyo katika ibada ya mbinguni, hebu tuangalie, tuingie mbinguni kidogo, tuangalie malaika wanasifuje. Katika hiyo sura ya 4 ya Ufunuo, hebu anza mstari wa 4. Unasemaje? Hapa. Anza mstari wa kwanza. Ufunuo wa Yesu Kristo 4:1. Ndio. Anasemaje? Baada ya hayo naliona natazama mlango ukafunguka mbinguni. Sasa naomba tuingie mbinguni wote. Mlango umefanyaje? Umefunguka mbinguni. Sasa tuingie mbinguni, endelea. Na sauti ile ya kwanza niliyosikia kama sauti ya baragumu. Inasemaje? Ikinena nami. Ikasemaje? Panda hata huku, nami nitakuonyesha mambo ambayo hayana budi kuwako baada ya hayo. Na mara palikuwa nalikuwa katika roho. Na tazama, kiti cha enzi kimewekwa mbinguni. Kiti cha enzi kimewekwa wapi? Mbinguni. Na mmoja ameketi juu ya kile kiti. Endelea. Na yeye aliyeketi alionekana mithili ya jiwe la yaspi na akiki, na upinde wa mvua ukizunguka kile kiti cha enzi, ukionekana mithili ya zumaridi. Sasa huyu mmoja ameketi. Sasa twende mstari wa 8. Anasema na hao wenye uhai 4 kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Ndio. Na pande zote za ndani wamejawa macho, wala hawapumziki mchana wala usiku, wakisema mtakatifu mtakatifu. Mtakatifu. Ndio. Bwana Mungu Mwenyezi. Ni Bwana Mungu Mwenyezi. Aliyeko. Aliyekuwako. Aliyeko na atakayekuja. Bwana asifiwe. Amen. Sasa ndio wanamsifu wenye uhai wangapi? 4. Sasa twende sura ya 5 mstari wa kwanza hapo. Anasema nikaona katika mkono wake wa kuume, kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma, kimetiwa muhuri 7. Nikaona malaika mwingine, malaika mwenye nguvu. Sasa tuna mstari wa 7. Mstari wa 7 anasema akaja akakitoa kile kitabu. Anza 6 kidogo. Nikaona katika kile kiti cha enzi na wale wenye uhai 4 na katikati ya wale wazee mwana-kondoo amesimama. Mwana-kondoo amefanyaje? Amesimama. Endelea. Alikuwa kana kwamba amechinjwa. Mwenye pembe 7. Na macho 7. Ambazo ndizo roho 7 za Mungu. Maliza andiko. Zilizotumwa katika dunia yote. Akaja akakitoa kile kitabu katika mkono wa kuume wake yeye aliketi juu ya kile kiti cha enzi. Tulia kidogo. Mwana-kondoo tunamjua ni Bwana Yesu. Katika 1:29 Yohana, tazama mwana-kondoo wa Mungu achukue dhambi ya nini? Ya ulimwengu. Maana kuna mmoja tukiwa mbinguni, mmoja ameketi kwenye kiti cha nini? Cha enzi.
Alafu mwanakondoo anasimama, anaenda anachukua nini? Kitabu katika mkono wake yule aliyeketi kwenye kiti cha nini? Cha enzi, ambaye anaitwa Bwana Mungu Mwenyezi, aliyoko na aliyekuwako na atakaye nini? Kuja. Sasa baada ya kukichukua, wale wazee 24 na wenye uhai 4 wanamsifuje huyo mwanakondoo. Mstari wa 9, wa 8 na wa 9, anasema ndio, hata alipokutoa kile kitabu, hao wenye uhai 4, wale wenye uhai 4 na wale wazee 24, na wazee 24 wakaanguka mbele za mwana kondoo, kila mmoja wao ana kinubi, ndio, na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato, ambavyo ni maombi ya watakatifu, nao waimba wimbo mpya ukisema. Wimbo gani? Wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, ndio, kwa kuwa ulichinjwa. Kwa kuwa ulifanyaje? Ulichinjwa, ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wakamiliki juu ya nchi. Kwa Mungu wetu. Na maana wale malaika na wazee 24 wana Mungu wao. Tuko pamoja? Sasa wanamsifu mwanakondoo kwamba ulichinjwa ukamnunulia Mungu wetu watu wa kila kabila na taifa na jamaa. Haleluya. Sasa shuka mstari wa 13 tuangalie wanasujudu vipi pale. Anasema ndio, na kila kiumbe kilichoko mbinguni. Sasa viumbe vyote mbinguni, na juu ya nchi, na chini ya nchi, mpaka chura ya juu ya bahari, ndio, na vitu vyote vilivyomo ndani yake, na nalivisikia vikisema. Vikisemaje? Baraka na heshima, ndio, na utukufu na uweza una yeye aketie juu ya kiti cha enzi, na nani? Na yeye mwanakondoo, hata milele na milele. Hata milele na nini? Na milele. Jamani, kumbe na maana hata simba mwituni anajua kuna Mungu huyu moja Mwenyezi. Ni mwanadamu tu amekudishi limeyumba. Ndio maana tunasema roho yangu haitashindana nani? Na mwanadamu. Ni mbishi tu. Bwana asifiwe. Amen. Sasa kwa ina maana the Lord God Almighty ni Baba mwenyewe. Sasa ndio maana hapa kwa andiko hili Ellen White anakuwa mtu wa Mungu Ndio. Sasa wale ambao wanasema hapa ni nabii wa uongo, basi na wao kumbe andiko linawarudia wao. Sasa tuendelee. Karibu. Mimi waga nilichanganya sana kwenye vitabu, kufungua kitabu, kapewa kitabu, ni vitabu gani? Yaani vitabu peji au ni vitabu labda hukumu, mimi sielewi. Sasa ningeomba sababu si mada yetu, si ndio? Ndio. Tusiingie sana. Sawa, lakini ukisoma sura ya 5 pale ni sura ya 6, utaona mwanakondoo anavunja nini? Mihuri 7. Iko ikionyesha nyakati 7 za matukio makubwa ya vita kati ya ukweli na nini? Na uongo. Sasa hiyo ni tuje kujifunza kitabu cha Ufunuo wakati mwingine. Sawa mtumishi? Sawa. Tuvumilie kidogo, najua una kiu, una kwikwi. Lakini sasa tuvumilie tumalize kwanza engo hii. Sawa. Haya, mpe mic. Haya. Sasa tuendelee. Ellen G. White letter, barua hii ni barua ya 300. Ellen G. White alikuwa anaandika barua nyingi sana huyo. 1903 aliandika barua hii, anasema hivi: the personality of God. Alikuwa anaandika wale wanaopotosha. The personality of God is everything to us as a people. Bwana asifiwe. Kwa kama watu, kuhusu utu wa nani? Wa Mungu, ni kila kitu kwetu kama watu wa Mungu. Kila kitu kwetu. Kwa hiyo rafiki zangu, watu wengine wanakuambia nyinyi bwana, nyinyi mnakazia nani tu mambo ya Mungu. Simhubiri nini? Injili. Tunaambia hivyo kuna juzi rafiki yangu mmoja wakanifuata wazee na wenye hekima wanajiita sama sawe. Vitu kama hivi, kupambana na mambo ya Trinity, mambo sijui Mungu ni nani, Yesu. Kuna mambo mengi ya kujifunza. Kwa hiyo hapo kwa picha nyingine wananiambia kwamba mambo usisumbuke kujua Mungu ikoje, Mungu ni nani. Wewe dili na mambo mengine. Hivi unapozaliwa ukakuta una baba nyumbani, ukakuwa shuleni huko, watoto wana baba zao wanatembelewa kwenye birthday na nini, wewe una nini? Si watoto mara nyingi wanapata tatizo la kisaikolojia, aenda kuuliza kwa mama yake, baba yangu yuko wapi? Kumbe kuwa na mama tu haifanyeje? Haitoshi. Sasa kanisa la Mungu, kanisa si ni mwanamke? Ndio mama yetu sisi sote. Kwa hiyo wanatuambia kwamba sisi tumjue tu mama kanisa, lakini tusimjue nani? Baba. Ndio jibu hilo tunaoambiwa. Sasa usipo mama azai, maana yupo Mungu aliyetuzaa. Bwana asifiwe. Hebu nisomee 1:18 kitabu kile cha Yakobo. Sasa kanisa lazima liwe na mzalishaji. Kanisa ni mama.
Lazima mama azae na watoto, atumike na watoto. Soma maandiko Anasema ndio, kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli. Bwana asifiwe. Kwa Mungu kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli. Kwa lazima tumjue aliyetuzaa. Haleluya. Amen. Sasa tutakuwaje yatima? Sasa tuendelee vizuri. Sasa sikia, nombo hii somo ni fupi wala si refu sana. Sikia kigongo hichi. Hii nukuu, Patrick ni prophet. Hichi kitabu sijui mliuziwa hapa juzi na yule jamaa anaitwa Elia. Wazee na nini? Ni moja ya kitabu kitamu, na hicho kitabu kilimuongoa rabi mmoja wa Kiyahudi. Rabi wa Kiyahudi kule Marekani. Alipelekewa kitabu na Mwadventista mmoja kwa rafiki yake. Unajua Wayahudi kama tulivyosema leo hawapendi kuchangamana na Ukristo. Ukristo kwao ni dhehebu la ibada ya sanamu. Na Wakristo wengi hawajui hicho kitu. Wani Wayahudi kwanza kwenye Talmud marabi wamewafundisha kwamba kuwatemea Wakristo nini? Mate. Kwa sababu wao wanaabudu sanamu. Hata kule kwenye mzozo kule Marekani debate kina James White, kina Rathbone, ukula bishana wa Jumapili kuhusu utatu. Kwa na sinagogi la Kiyahudi. Sasa wale wa Protestanti wakasema kwamba Mungu wa Biblia ni Mungu mmoja aliye Baba, Mwana nani? Na Roho. Ndio Wayahudi walikuwa wanamwabudu. Wakasema sasa tusiongee hoja nyingi. Kuna sinagogi liko wapi? Nenda kwa marabi. Ingia mle ndani useme kuna Mungu mmoja Baba, Mwana nani? Afu uje tupe majibu. Usicheze. Mjadala kesha wapi? Hapo. Maana marabi hata hawataki kukusikiza katika hiyo jambo. Tumesoma leo kwamba hata miungu yao usihitaji midomoni. Leo tumeshinda kuokoa Wayahudi kwa sababu tuna miungu ya ajabu. Yaani Mungu wetu elezeki. Hata leo mwalimu Biabato ametufundisha hapa kwamba Mungu anapata taabu sana kuokoa Waislamu, si ndio? Maana huko na mkorogo, yaani Mungu wetu hawezi kuelezeka. Yupo tu kama sio nini. Sasa hichi kitabu huyo rabi, nampenda sana huyo rabi. Alafu Wasabato walivyo wanafiki, kanisa lao la kule Israeli hawafundishi utatu. Wamechukua ile principle 13 za Wayahudi zile zilizotengenezwa na Moshe Maimonides. Kwamba kuna Mungu huyu mmoja, alafu kuna Masaya, alafu kuna roho ya Mungu. Ndio Wasabato wanaamini kule Yerusalemu. Huo ni unafiki mkubwa ambao wanafanya Wasabato. Sababu Ellen White alisema kwamba katika kitu ambacho nataka mkifanye, cha kwanza muwe na mission ya kuhubiri nini? Wayahudi. Akasema hao jamaa wakimwamini Mungu wa kweli, wakimwamini Kristo, watakuwa ni ujumbe wa injili utaenda kwa kasi sana. Maana Myahudi hawaogopi. Si kama sisi, Myahudi yuko tayari kufa kwa ajili ya taifa lake. Sasa rabi akapelekewa katika ofisi yake pale. Akakipuuza. Lakini baadaye akasoma ile gamba juu, Patrick and prophet, wazee na nini? Unajua wao wanaheshimu sana wazee na nini? Na manabii. Akaamua kuifunua kile kitabu. Akasoma kuna mambo yameelezewa, mambo ya uumbaji. Akachemka kidogo, akafuatilia, akasoma habari za Musa, kuona amri 10 zinaongelewa vizuri, unaona mambo na Masaya yanavyozungumziwa mle ndani. Labda akamwita yule jamaa. Hichi kitabu kimeandikwa na nani? Kaambia Ellen White. Hapana. Hichi kitabu kwa lugha ambayo imeandikwa hii English ambayo imeandikwa ndani, imeongelea mandhari ya lugha ya Kiebrania. Uandishi wa Kiebrania to Mishma. Nini? Ambao ni uandishi ambao hakuna mtu yoyote duniani anajua ila Wayahudi. Anataka watu kueleza. Sema hii ni Mishma. Marabi lazima tujifunze hicho kitu. Yaani ameongea kwa lugha ya ndani sana ya taifa la Kiyahudi. Kwa huyu aidha alikuwa ni Myahudi ama Elohim. Yeye anamuita Mungu nini? Elohim. Amemvuvia roho ya usi uandishi wa kawaida. Akasema huyu ni Marekani tu. Ana damu ya Kiyahudi huyu. Akasema ni Marekani tena mwanamke. Akashangaa. Yule rabi akaanza kusoma kile kitabu. Swali ambalo kaja akawauliza, mbona nyinyi mnaamini tofauti na nani? Na hii kitabu? Sasa hivi amekuwa ni rabi Mwadventista, anamwamini Kristo kama nani? Masinga, baba yake ni mfukuza. Na alimshuhudia baba yake, akamwambia bwana, nimekutana na kitu cha tofauti sana. Baba yake akamweleza, akamwambia unachokisema ni kweli. Nini? Lakini wazee wetu walituambia huyu si Masihi. Si nani? Masihi. Kwa hiyo kwa hali hiyo mwanangu umeshajiondoa katika familia yangu. Kwa hiyo umemtenga. Lakini yule rabi anazungumza na ubiri sana yule rabi. Kama yule mwingine ambaye mmemweleza anaitwa Padre Eleza naye aligundua ukweli huo, akaanza kuwafundisha Wayahudi dunia nzima. Na ingawa alifia sehemu fulani hivi, lakini yeye alisimama, hakuamini utatu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hata yule rabi juzi aliyokufa juzi Israeli, kama msikia rabi aliyokufa mwaka jana, aliwaita wale wazee akamwambia bwana, mimi nakufa ila na miaka kirefu kiasi humo ndani kuna waraka wangu.
msiufungue mpaka nitakapokuwa nimezikwa. Baada ya kuzikwa, wakaenda jopo la marabi likaenda likafungua ule waraka. Uko umeandikwa kwamba Masihi ambaye babu zetu walimhubiri na kumsubiri ni Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Hicho ni kisa ambacho kimevuja. Ni Yesu Kristo. Kwa maana hawa marabi tusione kama wana kikwazo fulani hivi, lakini kikwazo kimeondwa na nani? Na sisi wa nani? Wa Kristo, na sanamu na miungu ya ajabu. Kwa kitabu cha Patrick and the Prophets mkisome ni kizuri, kitakufungua. Sasa sikia vizuri kanasema. Umzimu wa siku hizi umetulia juu ya msingi ule ule, ni uiukaji katika mfumo mpya wa uchawi na ibada ya pepo ambayo Mungu alikataza zamani. Petro akielezea hatari ambazo zingekuja kanisani katika siku za mwisho, anasema kwamba kama vile kulivyokuwa manabii wa uongo ambao waliongoza Israeli katika dhambi, hivyo hivyo kutakuwapo na walimu wa uongo wakimkana hata Bwana aliyefanyaje? Aliwanunua, wakijiletea uharibifu usiokawiwa. Na wengi watafuata ufisadi wao. Petro wa kwanza 2 mstari wa kwanza na wa pili. Hapa mtume Petro ameonyesha moja ya tabia za walimu wa nini? Wa umizimu. Tuendelee. Sikia sifa za walimu wa mizimu. Wanakataa kumkubali Yesu kama mwana wa nani? Wa Mungu. Wasabato wakatai? Wanakataa. Leo ukisema kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, kichapo ukutana maneno? Ndio iko hivyo. Sasa wanakataa kumkubali Yesu kama mwana nani? Wa Mungu. Yaani hapo unachafua hao na mizimu hata kabisa. Kuhusu walimu kama hao, mpendwa Yohana anasema wazi, ni nani aliyemuongo ila yeye akanaye ya kuwa Yesu ni Kristo? Huyo ndiye mpinga Kristo. Yeye amkanaye Baba na nani? Na Mwana. Kila amkanaye Mwana hanaye Baba, hamkilie Mwana anaye Baba pia. Waraka kwanza wa Yohana 2 mstari wa 22 na 23. Sikia, umizimu kwa kumkataa Kristo wamewakataa wote Baba na nani? Na Mwana. Na Biblia inatangaza wazi udhahiri huu kuwa ni upinga Kristo. Patrick and Prophet. Kumbe na maana mtu anayesema Yesu si mwana wa Mungu ni mwalimu wa nini? Uongo. Sasa sikia definition ya kanisa la awali, lakini watu wanasemaje? Sasa tuendelee vizuri kuhusu mpinga Kristo na umizimu. Kwa hiyo umizimu ndio mpinga nini? Ni nani aliye muongo ila yeye akanaye ya kuwa Yesu nani? Ni Kristo. Huyu ndiye mpinga Kristo. Yeye amkanaye Baba na Mwana. Kila amkanaye Mwana hanaye Baba, lakini amkilie Mwana anaye Baba pia. Yeye akanaye nafsi kesa, yeye akanaye nafsi ya Mungu na ya nani? Ya mwanawe Yesu Kristo, anamkana Mungu na nani? Na Kristo. Ikiwa hilo mlilosikia tangu mwanzo linakaa ndani yenu, ninyi nanyi mnakaa ndani ya Mwana na ndani ya Baba. Ndani ya Baba. Ellen G. White, Review and Herald, March 8, 1996, page ya 9. Anasema hivi, para ya 9. Sikia sasa James White anasemaje hapa kuhusu definition ya kumkana Baba na Mwana. James White, Disemba 11 mwaka 1850 ngapi? 55. Hapa tunaweza kuutaja Utatu Mtakatifu ambao unaondolea mbali nafsi ya nani? Ya Mungu na ya nani? Ya mwanawe Yesu Kristo. Kwa Ellen White inaposema wana mizimu wanamkana Baba na Mwana, ni kwa njia gani? Ya fundisho la nini? La Utatu. Ndio view ya waasisi. Ndio maana wale kataa Utatu. Na ni kweli Utatu unamkana Baba na nani? Maana unasema Baba, Yesu ni nafsi ya Mungu, ya nafsi ya Mungu. Kwa hiyo sasa anakuja Mwana tena huko nafsi ya Mungu. Sasa sikia hapa. Anasema hapa. Hii ni kitabu cha Katoliki, into Handbook for Today's Catholic, page ya 11. Sema the mystery of the Trinity is a central doctrine of the Catholic faith. Upon it are based all the other teaching of the church. Siri ya Utatu ni fundisho kuu la imani ya Katoliki. Juu yake yamejenga mafundisho mengine yote ya nini? Ya kanisa. Kwa maana msingi wa kanisa Katoliki ni nini? Utatu Mtakatifu. Nao waasisi wanatuambia hapa tunaweza kutaja Utatu Mtakatifu ambao unaondolea mbali nafsi ya nani? Ya Mungu. Kwa maana hili kanisa halikujengwa na msingi wa nini? Wa Katoliki. Sasa na kanisa msingi wake lilojengwa, tusome maandiko haya, msomaji 16:15 mpaka 18. Mathayo. Soma tuangalie msingi wa kanisa. 16:15. Nasemaje?
Anasema akawaambia, ninyi mwanena mimi kuwa ni nani? Yesu akawaambia mitume, nyinyi mnanena kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, akasemaje? Wewe ndiwe Kristo. Wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Mwana wa Mungu aliye hai. Endelea. Yesu akajibu, ndio. Akawaambia, akasemaje? Heri wewe Simoni Bariona. Heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili. Ndio. Bali Baba yangu aliye mbinguni. Bali Baba yangu aliye wapi? Aliye mbinguni. Nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Kwa maana kanisa la Mungu au la Kristo limejengwa katika msingi huu. Yeye ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na nukuu ya Practical and the Prophet inasema kwamba wanamizimu wanakana Yesu si mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Tuko pamoja? Sasa na wanakanaje? Ni kwa njia ya formula ya utatu. Na tumeambiwa hapa kwamba Katoliki msingi wake ni nini? Msingi mkuu wa kanisa lake nini? Utatu. Ni Utatu Mtakatifu. Sasa sikia Ellen anasemaje? Ellen G. White, Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 page 949 anasema hivi: wale ambao uchanganyikiwa katika uelewa wao wa neno, ambao usindo kuiona maana ya mpinga Kristo. Maana ya nini? Maana ya nini? Kwa hakika wanajiweka wao wenyewe upande wa nani? Mpinga Kristo. Kwa usipojua maana ya mpinga Kristo, kwa utajikuta huko upande wa nani? Wa mpinga Kristo. Ndio leo watu wanashika utatu wakijifili comfortable kwamba hawa si wapinga nini? Kristo. Si wapinga Kristo. Kuna maana Rome imejengwa juu ya fundisho la nini? La utatu. Na wana matengenezo wote, siongelee tu wana matengenezo kama sisi hivi. Katika historia kina Martin Luther na kadhalika, na wazee ambao walikuwa wanapingana na Rome, ingawa wengine wakufunuliwa sana. Ingawa Martin Luther mwishoni aliukataa utatu, lakini alikufa kabla hajauelezea sana. Walisema Roma ndo nani? Mpinga Kristo. Mpinga Kristo. Sasa wewe unashika fundisho la mpinga Kristo, na hapa nabii anatuambia kwamba, ingawa hakupenda sana kuitwa nabii, alipenda kuitwa mjumbe wa Mungu, anatuambia kwamba lazima kanisa lijue maana ya nani? Ya mpinga Kristo, ili usio upande wa nani? Wa mpinga Kristo. Mpinga Kristo. Hiyo lazima tujihadhari. Sasa tumalize katika pointi yetu. Ellen White kuhusu Mungu anasemaje kuhusu Mungu mmoja? Bwana asifiwe. Mungu mmoja. Ellen G. White, Experience in Australia, page 213, para ya kwanza, wakati yuko Australia akifanya utumishi. Na pia alitabiri kwamba Australia ndio, atasema kwamba kutatokea confusion, lakini Australia itakuwa ni kituo pia cha utume ambacho kitasimamia ukweli wa nini? Wa ukweli huu wa wasisi siku za mwisho. Na ni kweli Australia ndio ilianzisha movement ya kukataa nini? Utatu Mtakatifu. Na moja ambayo ilitokea yule president wa Union ya Australia alikataa, na mwanaye akasema fundisho la utatu halikuwa msingi wa kanisa la nani? La Waadventista. Alishtua dunia. Fundisho wenda mwenyewe mko mjakuwa kwenye imani hii. Na mimi nikashtuka nikasema hii mambo ni mazito. Kwa hiyo akajitoa. Sasa hivi anapinga ile fundisho kwa sababu umaarufu wake ulimbeba. Na hapa tulikuwa tumejifunza leo asubuhi kwamba Mungu anaweza akakutukuza kwa njia nini? Yoyote. Anaweza akakupandisha sehemu akakutengenezea mazingira fulani, baadaye akakupa nuru ukatikisa ile jambo. Kwa Australia ni sehemu ambayo imeproduce wamishonari wengi wa kimatengenezo wanaotuletea hapo. Sasa wale kina nani nimewasahau majina wao nimewasahau, lakini wote ni Australia ambao wameleta nuru mapema, mtuletee nuru mapema kutoka Australia. Nimewasahau majina wao kidogo. Lakini rafiki zangu online au wazungu, na moja ni Mwarabu. Nani? Lakini alikuwa wapi? Australia. Kwa ni Muislamu akaja akawa Mkristo katika imani hii. Anahubiri vizuri sana kuhusu Mungu. Anasema hakuna tabaka kwa Mungu. Vyovyote vile rangi zetu au utaifa, vyovyote vile wadhaifu au matajiri au maskini, tunaweza kuwa Mungu nani? Mungu mmoja ni Baba. Mungu mmoja ni nani? Na tunaweza kumjia na kumuuliza kwa ajili ya mambo ambayo tunahitaji. Kwa katika view ya Ellen White, Mungu mmoja ni nani? Ni Baba yetu. Andiko lingine, Ellen G. White, Ministry of Healing, mwaka 1995, page ya 409 mpaka 410. Hichi kitabu tuwe nacho. Ni Ministry of, ni kitabu ambacho kimeleta tashwishi katika ulimwengu wa afya duniani. Madaktari wengi walikuwa wanapinga, lakini hapo waliingia line, maana wameongea vitu vingi. Mpaka COVID-19 aliongea namna ya kuikabili mgonjwa wa milipuko. Sasa maarifa kuhusu Mungu ni msingi wa elimu yote ya kweli na huduma yote ya nini?
Jamani, naomba tuzingatie hapa. Niliambiwa, nimetoa ushuhuda hapa, haya mambo si ya kuzingatia, si ndio? Lakini nao wale wananiambia ni watu wa imani hii. Lakini Ellen anasema maarifa kuhusu Mungu ni msingi wa nini? Wa elimu ya nini? Ya kweli na huduma ya kweli. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hapa tucheze kote, lakini hapa tusicheze. Ni ulinzi pekee na halisi dhidi ya majaribu. Na huu pekee ndio unaweza kutufanya tuwe kama Mungu katika tabia. Haya ndio maarifa yanayohitajika na wote wanaofanya kazi ya kuwainua wenzao. Mabadiliko ya tabia, usafi wa maisha, ufanisi katika huduma, kuzingatia kanuni sahihi, wote wanategemea maarifa sahihi ya nani? Ya Mungu. Kumjua mtakatifu ni ufahamu. Misali 9:10. Kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa. Petro wa 2:1-3. Sikia sasa. Huu ndio uzima wa nini? Wa milele. Asema Yesu, wa kujua wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyefanyaje? Yohana 17:3. Kwa hiyo maarifa ya kweli ni kumjua Mungu wa nini? Wa pekee. Yesu Kristo. Hiyo ndio afya. Kwa afya ya kwanza, somo la afya. Kama tutajifunza afya na tumjui Mungu aliye chanzo chake na mwanawe, ni kazi utahubiri kote, lakini usipowaambia watu kuhusu Mungu, wewe utakuwa hujahubiri. Ellen G. White General Conference Daily Bulletin, Februari 17 mwaka 1897. Hapa alikuwa General Conference akitoa hotuba, akiongea na wainjilisti wa misionari ambao wanataka kutumwa duniani kote. Akasema hivi: walinzi juu ya kuta za Sayuni, watu wanakuuliza, je, mlinzi, habari gani za usiku? Je, unaweza kuwaambia kwa uhakika na mamlaka? Unaweza kuwaambia kwa uhakika na nini? Na mamlaka. Mchana unakuja na usiku pia. Mungu ni baba yetu, Kristo ndiye mwokozi wetu. Haleluya. Hii ni speech kwenye General Conference akitoa hotuba kuhusu wamisionari. Maandiko matamu, si matamu? Ndio maana mimi nawaita tu wa viongozi wa dini ya Kisabato tuzungumzie masuala haya si kwa maana ya mjadala ya kubishana. Tuzungumzie kwa maana ya kuokolewa. Tujue foundation yetu ilikuwa iko wapi. Sikia sasa hapa. MS 40 mwaka 1891 para 78. Sikia sasa, hii anaongea pia, alikuwa anaongea na wamisionari. Hebu wamisionari wa msalaba watangaze kwamba kuna Mungu mmoja na mpatanishi mmoja kati ya Mungu na mwanadamu, ambaye ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu asiye na nini? Na ukomo. Wamisionari wetu leo, kanisa wa Sabato na wamisionari, si ndio? Wana matengenezo ambayo wanakuja hapa juzi kutungana na utatu. Sijui kwamba wanakula chakula gani. Lakini ndio hivyo kwamba kama ni missionary unatakiwa utangaze hivi, kuna Mungu mmoja na mpatanishi mmoja kati ya Mungu na nani? Na mwanadamu. Bwana asifiwe. Kwa nyinyi wa missionary ambao mko ndani, kama hamwendi kuhubiri, hamjatangaza kuna Mungu huyu na mpatanishi huyu mmoja, injili yenu kazi bure tu. Haleluya. Kwa hiyo msiogope. Hili linahitaji kutangazwa katika kila nini? Kanisa katika nchi yetu. Bwana ukuniambia dakika 10 zimebakia. Wakristo wanahitaji kujua hili na si kumweka mwanadamu mahali ambapo Mungu anapaswa kuwa, ili wasiwe tena waabudu nini? Sanamu, bali wa Mungu aliye hai. Bwana asifiwe. Kwa maana usipofundisha maarifa ya Mungu, watu watakuwa naabudu Mungu asiye nini? Hai. Sasa naomba hii nukuu muiangalie. Testimony for the Church, hii ni gombo la 9 mwaka ukurasa wa 189 para ya 3. Wacha wamshukuru Mungu kwa rehema zake nyingi na kuwa wenye fadhili wao kwa wao, wana Mungu mmoja na Mwokozi mmoja na Roho moja. Roho wa nani? Wa Kristo mleta umoja kati ya safu zao. Bwana asifiwe. Kwa maana Ellen White hakuna definition yoyote inasema Mungu mmoja ni Baba, Mwana, nani? Na aje kutumia neno Trinity katika mafundisho yake. Never and ever, hajawahi. Wewe kutana neno limewekwa hapo, ujue basi limeingizwa. Na sasa hivi wana edit vitabu vyake ili waingize uchafu kama huo. Yesu ni nani na alitoka wapi? Toka wapi? Hizo ni kuza mwisho hapa. Sasa Ellen White anasemaje kuhusu Yesu? Ellen White Review and Herald November 8 mwaka 1998 para ya 9. Kuna Mungu wa kibinafsi Baba, kuna Kristo wa kibinafsi nani? Mwana. Haleluya. MS 49 nasema Baba yetu wa mbinguni ni Mungu wa ulimwengu wote
mzima. Na Kristo ni mwana wa nini? Wa kiungu, yule aliyesawa na nani? Na Baba. Kwa maana katika Mungu wa mbinguni, Mungu wa ulimwengu wote ni nani? Baba. Na Yesu akiwa ni mwanawe. Sikia sasa, Ellen G. White, Desire of Ages, para ya peji ya 51, huwekwa wakfu kwa mzaliwa wa kwanza kulikuwa na asili yake katika nyakati za nini? Za mwanzo. Mungu alikuwa ameahidi kumtoa mzaliwa wa kwanza wa wapi? Wa mbinguni, ili kumwokoa mwenye dhambi. Kwa mantiki ya Ellen White, Yesu nani? Mzaliwa wa nini? Wa kwanza. Asili yake katika nyakati za mwanzo. Sasa hii inaungana na Wagner, huyu ni mjumbe wa Mungu, E.G. Wagner. Huyu nitakuja nifundisha habari zake. Yesu ni mwana wa mzaliwa pekee wa Mungu. Alizaliwa si kwa kuumbwa, yeye ni wa kiini cha Baba. Hivyo basi katika asili yake yeye ni Mungu kabisa, na kwa sababu hii ni hivyo ilimpendeza Baba kwamba ndani yake lazima utimilifu wote ufanyeje? Ukae. Wakolosai 1:19. Wakati wote ni wa asili moja. Baba ni wa kwanza katika hatua ya nini? Ya muda. Yeye pia ni zaidi kwa kuwa yeye hakuwa na mwanzo. Wakati nafsi ya Kristo inafanyaje? Ina mwanzo. Huyu ni E.G. Wagner ambaye Ellen White alisema tusome vitabu vyake, hasa kitabu cha Haki kwa njia ya imani pamoja na ile Glad Tidings ya habari njema pamoja na agano la milele. Hichi kipo katika kitabu cha nini inaitwa Haki kwa imani, Haki kwa imani. Utaikuta hiyo. Sasa huyu E.G. Wagner ni muasisi nani? Miongoni mwa waasisi. Sasa Ellen anasema hivi, anaongelea hapa, waanzilishi wengi ambao walishiriki nasi majaribu haya na ushindi walibaki kwa kweli mpaka mwisho wa maisha na wamelala ndani ya Yesu. Miongoni mwa hawa ni shujaa James White, mwaminifu ambaye kwa miaka 36 alisimama upande wangu katika vita vya nini? Vya ukweli. Sasa huyu kuna maelezo yake yenyewe nimemweleza sana. Nataka tusome vitabu vyake, ujumbe ambao ulimekataliwa na Wasabato walikataa huu ujumbe kwa sababu nukuu hizi. Ananukuu hizi, Kristo alizaliwa sio nini, walikataa. Sasa James White anasemaje? Mama yetu anasema kwamba alisimama upande wake akiutetea nini? Ukweli. Sikia vizuri. James White, hii ni James White, Review and Herald, June 3 mwaka 1871. Tunawakaribisha wote kulingana na shuhuda za Roho Mtakatifu kupitia Bibi White. Na neno la nani? Sasa anawaita Waprotestanti wote, njooni sasa katika mjadala na mimi kuhusu wenyewe walipinga Ellen White ni nabii wa uongo. Sema njooni na tumpime kwa neno la Mungu. Na katika hili hatuwakaribishi ili kuzilinganisha kwa kanuni ya imani yetu. Akasema hapana. Hicho ni kitu kingine kabisa. Mwana utatu anaweza kuzilinganisha na kanuni ya imani yake, na kwa sababu hazikubaliani nayo anazihukumu. Tukawaelewa. Yaani maana yake nini? Kwamba anasema wana utatu wanazipinga nini nukuu za nani? Ellen G. Kwa sababu haziwezi kukubaliana nazo. Maana yake nini? Kwamba Ellen White nukuu zake zinapinga nini? Bwana asifiwe. Sasa niambie, James White ambaye ni mume wa mama White anasema Ellen White kwa nini? Alafu wewe mla maharage na miwa unakuja unasema kwamba eti Ellen White aliamini nini? Sasa tumuulize mume wake yuko pale. Alafu wewe unakuja huko tu umekunywa chai. Sikia namna gani? Rosella. Alafu unaleta mambo mengine. Tumalize sasa hii nukuu Ellen G. White, Review and Herald. Baba wa milele asiyebadilika alimtoa. Sasa tunaangalia mwana wa Mungu. Baba wa milele asiyebadilika alimtoa mwanawe mzaliwa wa nini? Wa pekee. Alimpasua kutoka kifuani mwake, yule ambaye alifanywa katika chapa ya nafsi yake na kumtuma chini duniani kuonyesha jinsi gani alimpenda sana nani? Mwanadamu. Bwana asifiwe. Kumbe upendo wa Mungu ni kutoa nani? Mwanawe, si kutoa kitu kingine. Hivi Esodi yule ukitoa yule kijana wako kweli si anakuuma Kama Mungu angetoa mwana tu ambaye amemwadapti, inauma hiyo? Kinachokuuma ni kile ambacho umekizaa wewe mwenyewe. Kupitia Solomoni, Kristo alisema, Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake, kabla ya matendo yake ya kale, na alitukuka tokea milele tangu awali, kabla haijakuwako dunia. Wakati usipokuwako vilindi, nalizaliwa. Wakati usipokuwako chemichemi zilizojaa maji, kabla ya milima haijawekwa imara, kabla ya vilima nilizaliwa. Ili Ellen G. White ana nukuu hii nukuu kwenye Biblia hakikubaliana nayo. Anasema hivi, Ellen G. White,
Anasema hivi, Mungu alimtuma mwana wake mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi. Aliwajibika kwa udhaifu wa kimwili, alijaribiwa katika mambo yote sawasawa na sisi. Yeye alikuwa mwana wa Mungu aliye hai. Nafsi yake haikuanza wakati wa kufanyika kwake katika mwili. Kwa hiyo alikuwa iko simple tu kwamba Yesu ni nani? Yesu Kristo hakuwa baba, hakuwa nani? Lakini ndani yake ulikaa utimilifu wote wa nani? Wa uungu waziwazi. Bwana asifiwe. Hakuwa nani? Baba. Nikuzi kwa hapo mzani napiga picha. Mtu mmoja tu katika ulimwengu baada ya baba anachukua jina la Mungu, na huyo ni nani? Mwanawe Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Si imeandikwa hivyo? Amefanyika bora kuliko malaika kwa kadiri ya jina lolote lilivyo tukufu kuliko wao. Ile Ibrania sura ya 1. Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe mzaliwa pekee. Sio mwana wa kuumbwa kama walivyokuwa malaika, wala mwana wa kuasiliwa, an adoption, kama alivyo mdhambi aliyesamehewa, lakini mwana aliyezaliwa katika chapa ya nafsi ya nani? Ya baba. Ellen G. White. Hiyo mimi nimaliza somo langu hapo. Sasa kwa picha hiyo tukimpima Ellen White ambayo tumempima hapo, kafundisha Mungu ni huyu na mwana huyu, na amepinga wanamizimu wanaomkana baba na nani, ambao formula yake ni nini? Ni Utatu Mtakatifu. Swali linakuja, alichokisema yeye kinapingana na Biblia? Sasa wengine watu wanakimbilia nukuu fulani hivi badala ya kujenga msingi mzima alichokiamini, wao wanatumia vinukuu na kupotosha. Sasa somo linalokuja kuna nukuu zile nitaleta sambamba, naongelea kuhusu Roho Mtakatifu vizuri, ingawa tumeshaangalia nyuma sasa zile nukuu tata kama ziko kama 3 4 hivi au 5 tutaziweka hapa, alafu tutazijengea nini? Hoja kulingana na hii view ambayo tumeiona. Bwana asifiwe. Kuna mtu ana swali hata moja hapa? Nichukue, karibu. Mpe maiki. Sawa, mimi nakula zile dakika 5. Asante. Ndio. Nukuu ulizozitoa ziko vizuri na zinaendana na maandiko. Lakini Ellen White ameandika vitabu vingi. Moja ni kitu ambacho nimemsoma, labda mtanisaidia uelewa. Yesu tunamuelewaje katika issue ya self existing? Sababu nimemwona Ellen White anapomueleza Yesu anamueleza kama self existing. Lakini mimi nilivyoelewa kwenye maandiko namuona Yesu sio self existing. Kwamba uwepo wake unatokana na nani? Na baba yake. Yaani hakuexist tu mwenyewe. Asante. Lakini kuna nukuu ambazo nilibidi nitafute kwanza kwenye ile estate kuhusu self existing. Nikaona kuna nukuu ambayo explicit kwa maana moja ipo kwenye Desire of Ages inamueleza kwamba unborrowed and delivered. So hiyo yani ipo self existing. Ningeweza kuwa na muda ningeweza kuisoma. Sasa hizo nukuu tatu zote unafanyaje? Tutakuja kuzijibu Jumapili. Jumamosi inakuja. Na hakumaanisha hivyo. Na ameelezea vizuri. Kwa mfano tu kwa hii nukuu unaona kabisa amezaliwa na nani? Na baba. Sasa inakoje tena anajikiuka tu iko pale. Sababu kuna maandiko ya Biblia unaweza kuyasoma, unaweza ukazania tofauti. Lakini kama ukisoma katika muktadha utaelewa. Sasa nitakuja tu nukuu zote tata, tutazisafisha kabisa. Hata hiyo bora inaitwa unborrowed and undelivered. Watu wanang'ang'ania hapa. Lakini ukisoma chini pale anasema kwamba watu watafufuliwa pia na watapokea uzima ambao ni unborrowed and undelivered. Yaani uzima wa nani? Wa Mungu mwenyewe. Sasa hiyo naomba tuache katika wakati unakuja wa Sabato inayokuja. Labda tunimpe tu nafasi yule pale kijana mgeni. Una swali kuhusu uungu? Bwana ni mwema. Ndio. Katika uungu kimsingi kwa mafundisho kadri tu tangu nilipoanza kuyasikia kimsingi niliyaelewa, ingawa nilikuwa na asilimia kama 75 ya jinsi mafundisho mengine yalivyokuwa na ingiliana, kwamba je, kuhusu lile fungu la mwanzo ambayo inasema kwamba roho ya Mungu ikatulia katika vilindi vya maji. Maana yake hilo fungu linaonyesha kwamba naye roho alishiriki uumbaji. Hilo ndo lilikuwa bado linaniingia kwenye akili kwamba je, katika fungu hili tunaliweka sehemu gani? Lakini pia nikajaribu kufuatilia kuhusu misingi ile 28. Kuhusu misingi ile 28 Samueli alinitajia kwamba kunacho kitabu fulani, ingawa yeye hakutaja sura fulani, kwamba ambapo zinaonekana katika SDA zimebadilishwa yani kuna mchanganyo wa zile misingi. Sasa ndio leo nitaka kuja kwamba nifahamu zaidi kwamba
hiyo misingi imeandikwa sura gani kwenye kitabu cha Ushuhuda kwa Kanisa, lakini pia hilo kuhusu fungu lile la Mwanzo 1 mstari wa 2 kama sikosei, kwamba linalozungumzia roho ya Mungu ikatulia katika vilindi vya maji, navyo maana yake ilishiriki katika uumbaji. Kwa hiyo na kuitwa Mungu ni pale iliposhiriki katika uumbaji. Labda katika hilo naomba. Lakini somo umeelewa? Somo nimeelewa. Sasa Ernest sio mkubali. Nasema Mungu ni nani? Ni mmoja. Aliye nani? Aliye Baba. Na Yesu ni nani? Ni Mwana. Na akasema wana mizimu wanaamini nini? Utatu. Tuko pamoja mpaka hapo Sasa kwa kusema Mungu, roho ya Mungu ikatulia juu ya maji si nini? Kusema roho ya nani? Ya Mungu. Sasa hilo ni somo, naomba urejee katika somo, nenda kwenye Biblia na Dunia. Una lecture ya Jumamosi. Na Sabato kama 2 imeelezea Roho Mtakatifu. Fungua hiyo lecture utaikuta, sawa? Na mengine utaniona nitakutumia masomo utaweza kuelewa. Amina. Utapata picha nzuri. Na Jumamosi tunakaribisha pia. Amina. Bwana Juma tuweze na maswali, tuna muda mwingi tu wa kujifunza. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Basi naomba tuishie hapa. Tumeshakula mpaka muda fulani. Tupate kuomba kulingana na mada yetu hii.